Inakuwaje ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Coast Digital Media, kituo nambari moja kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu ya burudani, siasa, michezoni na safu tofauti. Ayo bana, siku ya leo ningependa tuweze kuangalia kuhusiana na story fulani ambayo inakuwa na trend kwa sasa, ya kuhusiana na mshikaji fulani hivi ambaye ni msanii anaitwa Diddy, ambaye aliweza kukamatwa mwaka jana pale kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia. Na ni kwamba kwa sasa fataki zaidi kutoka kwa ushahidi wa CC Ventura katika kesi ya Diddy, aliweza kuambia mahakama kwamba Diddy aliweza kumbaka kwenye sakafu ya nyumba yake baada ya kuachana, na baadaye alijaribu kujiumiza kwa sababu hakuweza kuvumilia maumivu yote. Kumbuka kwamba sisi ni baadhi ya wale mashahidi ambao waliweza kupeleka ushahidi wao kotini kuhusiana na madai ya Diddy kuweza kutumia nguvu kuweza kuwanyanyasa wanawake. Kwamba mwimbaji huyo aliweza kutoa ushahidi akisema kwamba siku ya Jumatatu mnamo mwaka wa 2018 Agosti walikuwa na mazungumzo na Diddy, ambapo mazungumzo yao yalikuwa ni ya kuweza kufunga kitabu kati ya uhusiano wao. Lakini kwenye shughuli hiyo walipokuwa katika mkahawa kule Malibu, ambapo Diddy alikuwa mzuri wakati huo na alikuwa mcheshi kwenye mapenzi yao, lakini baadaye wakaweza kufikiana kwamba walikuwa hawezi kuvunja uhusiano wao. Lakini ni kwamba Diddy aliweza kumfukuza na kumlazimisha kingono pale CC. Pia CC aliweza kuambia kwamba macho ya Diddy yalikuwa meusi alipombaka kwenye sakafu ya sebule yake, na baadaye basi aliweza kushuhudia ni kwamba CC aliweza kusema kwamba alikuwa kilia, lakini Diddy aliendelea kumbaka, akamalizia ndani yake, akainuka na kuondoka. Aliwaambia mahakama kwamba hakuwa na uhakika kama Diddy hata alipokuwa akimwona akilia angemhurumia, lakini baadaye CC aliweza kuambia majaji kwamba ubakaji ulifanyika alipokuwa akimchumbia Alex Fine ambaye sasa ni mume wake. Na pia na kwamba CC aliweza kusema kwamba aliweza kufanya mapenzi na Diddy kwa mara nyingine baada ya kumbaka, lakini safari hii ilikuwa ni ya hiari. Lakini alipoulizwa na mwendesha mashtaka kwamba ni kwa nini alikubali kufanya mapenzi na Diddy kwa mara ya pili kwa hiari baada ya kumbaka hapo, lakini CC alitaja ukweli kwamba walikuwa pamoja kwa miaka 10. CC alipatwa na hisia akiangua kilio wakati wa kutoa ushuhuda kuhusu kwenda kwenye matibabu ya kiwewe mnamo Februari mwaka 2023, akisema alikuwa na kumbukumbu na alitaka kujiua. Aliweza kuambia wasimamizi kuwa hataki kuwa hai tena wakati huo na hangeweza tena kuvumilia maumivu, kwa hivyo alijaribu kutembea kwenye trafiki, lakini mume wake Alex hakuweza kumruhusu. Hapo awali kesi alitaja madai ya ubakaji katika kesi yake ya Novemba mwaka 2023 dhidi ya Diddy, na alithibitisha kuwa alikubali kusuluhisha na Diddy na kampuni zake kwa dola milioni 20 saa 24 tu baada ya kufungua kesi hiyo. Kwa hiyo Diddy anakabiliwa pale na kesi ya ubakaji na kesi tofauti ambazo zinahusiana na unyanyasaji wa kijinsia, kama ilivyokujuza kwamba ni baadhi ya wale mashahidi ama ni baadhi ya wale ambao ni waathiriwa ambao waliweza kuathiri, ambao inasemekana kwamba waliweza kuhusiana na kimapenzi na Diddy. Ukumbuka kwamba kesi ya Diddy bado inaendelea, kwa hivyo tutakuwa tunakujuza endapo mambo mengine na mengine zaidi ambayo yatakuwa yanajiri kwenye kesi yake Diddy. Cha msingi tu, kama ndo mara yako ya kwanza, kisha kwamba uta subscribe ili endapo tutakuwa na story nyingine zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuipakua. Mimi naitwa Marandu Kazungu na hii ni Coast Digital Media.